Natumai msikilizaji hujambo, umeshinda vema. Karibu kwa matangazo yetu jioni ya leo. Tuanze kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Mahamoud Ali Yusuf katika taarifa mapema leo amekaribisha kutiwa saini kwa makubaliano mapya ya namna ya kumaliza vita mashariki mwa nchi hiyo. Mwenyekiti huyo ameelezea makubaliano hayo chini ya mpatanishi Qatar kwamba ni ya kihistoria, yanayowakilisha maendeleo makubwa kuelekea utulivu, lakini pia kujenga upya imani na kutatua vyanzo vya mzozo mashariki mwa DRC. Lakini wachambuzi wa mambo wana mtazamo gani kuhusiana na makubaliano hayo ambayo yalitiwa saini hapo jana? Nazungumza na Francois Luende ambaye ni mtaalamu wa siasa za DRC akiwa jijini Nairobi. Ukiangalia mkataba wenyewe uliosainiwa ni alama kwamba pande zote mbili zimeona kwamba hakuna suluhisho kwa mzozo huo kupitia vita. Na lingine pia ni kwamba kuna ile pressure ambayo nchi za magharibi na Marekani, hususan Marekani, ilikuwa ikiwekea pande zote mbili kwa sababu ya ule mkataba ambao unatarajiwa kusainiwa na Rwanda, Kongo na Marekani kuhusu mambo ya madini upande wa mashariki mwa Kongo. Na zaidi pia vita vyenyewe vimechosha kwa sababu havina msingi kabisa ule ambao unaweza kueleweka waziwazi kwamba vita hivyo vinastahili kuendelea. Bwana Luende, basi tatizo kubwa bila shaka limekuwa katika utekelezaji. Tuna uhakika gani kwamba mkataba huu unaenda kutekelezwa? Hapo ndipo kuna shida kama unavyosema. Kutekeleza mkataba inalingana na utasi wa pande zote. Na zaidi tunachokijua kwa mzozo wa Kongo, mashariki mwa Kongo, nchi ya Rwanda inachangia kwa kiwango kikubwa. Na ikiwa Marekani inaweza kuweka mkazo zaidi na kukazia serikali ya Rwanda isitishe msaada wake kwa M23, ukweli ni kwamba wiki moja, wiki mbili, mwezi moja, amani inaweza kuonekana kwamba itarudi. Labda unahisi kwamba nchi hizi zinaongozwa na Katari na hizi za magharibi ambazo umezizungumzia zinafaa kufanya nini ili kuona kwamba mkataba unaotiwa saini haukiuki tena? Kuna mambo mengi yanaendelea katika eneo hilo, lakini yale ambayo yanaonekana wazi ni ile support ya nchi ya Rwanda kwa M23. Lakini tofauti na hiyo, kuna mambo mengine mengi ambayo yako ndani ya nchi ya Kongo, na ili mkataba utekelezwe lazima pia nchi hizo ambazo zimesaidia kufikia hatua imefikiwa leo iwapate kuwa na macho na waweke mkazo sana kwa utekelezwaji mzima bila kuachilia pande ambazo zimesaini peke yao. Ikiwa wataachiliwa, ukweli ni kwamba hawatatekeleza mkataba huu. Msikilizaji, ni mtazamo wake Francois Luende, mtaalamu wa siasa za DRC, yuko jijini Nairobi. Wanawake 3 na watoto 8 ni miongoni mwa watu 43 waliokamatwa katika kambi ya watu waliokimbia makazi yao ya Kigonze iliyoko Bunia mkoani Ituri wakati wa operesheni ya Jumamosi asubuhi kutafuta silaha zozote na kubaini washirika wa makundi yenye silaha, vyanzo vya habari vimesema. Nchini Kenya, Rais William Ruto amesema vyama vya kisiasa nchini humo vina mafunzo mengi ya kujifunza kutoka kwa chama cha upinzani cha ODM, wakati huu kikiadhimisha miaka 20 tangu kuasisiwa. Ruto ambaye pia ni mwanachama mwanzilishi wa chama hicho kilichokuwa kinaongozwa na aliyekuwa waziri mkuu hayati Raila Odinga, amesema ODM imesalia kuwa dhabiti kwa miaka 20 iliyopita kwa sababu ya kuwa na msingi imara na kuweka kando ukabila. I am a very strong believer. Ninaamini pakubwa sana kwamba vyama ndivyo msingi wa demokrasia yoyote. Ikiwa hatuna vyama vyenye nguvu, hatuwezi kuwa taifa lenye demokrasia imara. Na ndio maana nimekuja hapa kusherehekea ODM kama chama chenye nguvu, sio chama cha mtu binafsi wala chama cha kikanda, bali chama cha kitaifa. Hapo ndipo tunapaswa kwenda kama taifa, tukiwa na vyama imara vya kitaifa. That is where the nation should be going, having strong national parties. Sauti yake Rais William Ruto wa Kenya. Msikilizaji, mwaka mmoja tangu kukamatwa jijini Nairobi nchini Kenya kwa kiongozi wa upinzani wa Uganda Kizza Besigye, bado anazuiliwa na mamlaka baada ya kufunguliwa mashtaka ya uhaini. Mkewe Besigye, Winnie Byanyima, kupitia mtandao wa kijamii wa X amelalamikia kukwama kwa kesi dhidi ya mumewe na kuendelea kuzuiliwa kinyume cha sheria na kudai mfumo wa haki nchini humo hauko huru.
Na Somalia imezindua rasmi usambazaji wa kadi za wapiga kura mjini Mogadishu kabla ya uchaguzi wa manispaa ya mji mkuu huo, na hivyo kuashiria hatua kubwa katika hatua pana ya taifa hilo kuelekea katika uchaguzi wa moja kwa moja. Nchini Madagascar, maaskofu wa kanisa Katoliki wameonya dhidi ya uwezekano wa kurejea kwa mienendo ya utawala wa zamani wa Rais Andry Rajoelina ambaye alipinduliwa madarakani na hivyo kukosa kuwafikia matarajio ya vijana ambao walishinikiza mabadiliko nchini humo. Mamlaka nchini Nigeria zinamzuidia mshukiwa mmoja anayeaminika kuwa msambazaji mkuu wa silaha kwa magenge ya uhalifu katika sehemu za kaskazini mwa nchi hiyo, ambaye pia anahusishwa na shughuli za kigaidi katika jimbo la Plateau na majimbo jirani. Nchini Mali, mamia ya watu wametafuta hifadhi kaskazini mwa Ivory Coast katika siku za hivi karibuni kufuatia mapigano kati ya wapiganaji wa kundi la Janim na wale wa Dozo kusini mwa nchi hiyo. Waziri wa mambo ya ndani wa Uingereza hii leo ametetea mipango ya kupunguza kwa kiasi kikubwa ulinzi kwa wakimbizi na kukomesha mafao ya moja kwa moja kwa wanaotafuta hifadhi, akisisitiza kwamba uhamiaji usio wa kawaida umeyumbisha nchi hiyo. Paul Nzioki anatuarifu zaidi. Hatua hizo zinalenga kuwazuia maelfu ya wahamiaji kuingia Uingereza kutoka kaskazini mwa Ufaransa kwa boti ndogo, vivukio ambavyo vinachochea uungwaji mkono kwa chama kinachopinga wahamiaji cha Reform UK. Lakini mapendekezo hayo yamekosolewa kwa kuwa makali na yasiyo ya lazima na baraza la wakimbizi, ambalo linasema huenda yakapingwa na wabunge wa mrengo wa kushoto walio ndani ya serikali ya Waziri Mkuu Keir Starmer. Katika mwongozo huo mpya, wakimbizi watalazimika kurudi katika nchi zao pindi nchi hizo zinapoonekana kuwa salama. Wizara ya mambo ya ndani imeongeza pia kuwa inakusudia kuwafanya wakimbizi hao waliopewa hifadhi kusubiri miaka 20 kabla ya kutuma maombi ya kuruhusiwa kuishi nchini Uingereza kwa muda mrefu kutoka miaka 5 ya sasa. Maombi ya hifadhi nchini Uingereza ni ya kiwango cha juu zaidi, huku maombi 1111 yakifanywa kuanzia mwezi Januari hadi mwezi Juni mwaka huu kulingana na takwimu rasmi. Na Paul Nzioka, Uturuki inataka kuwa mwenyeji wa pekee wa mkutano wa mazingira wa COP31 mwaka ujao iwapo hawatafikia makubaliano na Australia kuandaa mkutano huo pamoja, mwanadiplomasia wa Ankara amesema. Jeshi la Urusi mapema leo limedai kuteka vijiji viwili zaidi kusini mwa Ukraine, ambapo wanajeshi wake wanazidi kupiga hatua dhidi ya wanajeshi wa Ukraine. Papa Leo wa 14, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, mapema leo amekemea umaskini na kuwataka viongozi wa dunia kuwafikia watu waliotengwa na kusema kwamba watu hao wanakumbusha ulimwengu kwamba hakuwezi kuwa na amani bila haki. Na msikilizaji, raia wa Chile wanapiga kura leo kuchagua rais wao na wabunge, wakati huu taifa hilo, mojawapo ya mataifa salama zaidi ya Amerika ya Kusini, likishuhudia ongezeko kubwa la mauaji na utekaji nyara.